Nakala hizi ni za huo mwongozo wa uundaji na uratibu na uwezeshaji wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, na ambao usambazaji wake utaanza rasmi sambamba na kampeni ya elimu na hamasa kuhusu mwongozo huo, ili kuweza kusaidia utekelezaji wake kote nchini, sio tu taifa, sio tu mikoa, bali wilaya, bali kwenye kata, bali kwenye mitaa, bali na kwenye vijiji. Na huko vijijini ndio tunakokutaka vizuri, na kwenye mitaa, kwa sababu mwongozo huo sasa unahitaji tuwe na vikundi vya kijamii vya wanawake vya kujiendeleza kiuchumi. Hivyo vikundi sasa vikishasajiliwa, vikajulikana ni hivi, ndivyo vinaunda haya majukwaa sasa, kuanzia kwenye kijiji kile, kuanzia kwenye mtaa ule. Na majukwaa yale yanakwenda sasa yanakuwa na jukwaa la kata litokanalo na viongozi ambao na wao ni sehemu ya vile vikundi vya kujiendeleza kiuchumi, yanapanda mpaka ngazi ya mkoa. Maana sasa lengo letu ni kuhakikisha hiyo dhana ya uchumi inaenda kumgusa yule mtu kule kwenye kaya yake, na kaya zipo kwenye mitaa na kwenye vijiji. Wakishajua sasa yaliyomo kwenye mwongozo, wakatengeneza vikundi vyao, wakaja kwenye majukwaa haya, watajua mambo mengi ya kukwea ngazi ya kunyanyuka kiuchumi, ambayo huenda yanajulikana na watu wachache sasa, ambao wao ndio hufanikiwa kukwea sasa hizo ngazi na kuzijua fursa na kujua wanatakiwa wajue nini ili waweze kuikwea ile ngazi. Sasa tunataka kila mtu ajue, na itakuwa rahisi kujua kwa sababu kuna kamati ya taifa inayoratibu masuala ya elimu na hamasa, maana kwamba wadau wote wengine wenye ajenda ya kuendeleza wanawake basi wataratibiwa na kujulikana wako wapi, nguvu itaongezeka tuweze kufika kule chini. Ndio maana tunamuona hapa rais wa mabenki haya yote nchini yuko hapa, kwa sababu na wao ni walengwa, lakini ni walengwa kwa sababu wao mabenki yao yakijulikana na fursa zao zikijulikana kupitia majukwaa haya, ndivyo hivyo watu watakata shauri ya kuwa wanachama wa mabenki mbalimbali kulingana na stori mbalimbali walizozipata kutoka kwenye mabenki haya. Watu sasa wataenda kutekeleza ile dhana ya kuelekea kwenye uchumi jumuishi. Mtu sasa anataka kujiendeleza kiuchumi, hana hata kadi ya benki yoyote, hana, lakini anatamani kuwa tajiri. Hana hata NIDA, haelewi. Lakini mtu huyo anataka kujiendeleza kiuchumi, lakini ameweka mwanya kubwa huku, hana hata bima ya afya, akiugua alichokituza chote kinakwenda huko. Lakini mtu huyu anataka kujiendeleza kiuchumi, haelewi masoko yako wapi. Lakini mtu huyu anataka kujiendeleza kiuchumi, ana bidhaa zake hazina hata msimbo mlie, inaitwa barcode. Ndio maana tukamchukua Fatuma Kange, yuko hapa, CEO wa GS1, kampuni inayofanya masuala ya kuwaeleza na kuwaelimisha wajasiriamali bidhaa zao waziwekee msimbo mlia, ili nikutane nazo supermarket. Hasa huyu mwenye hela zake anaenda zake supermarket kununua hivyo vitu. Wewe kwenye supermarket bidhaa yako haipo, ni kwa sababu huelewi, zitanunuliwa za wale wanaoelewa. Kwa hiyo majukwaa haya yatakuwa ni ulingo au forum ya kuwafanya kila anayetamani kukamata uchumi na akwe kwenye ngazi ya uchumi aweze kuelewa determinants, factors ambazo visababishi vinamfanya yeye aweze kutoka kwenye hiyo hatua kwenda hatua nyingine. Majukwaa ni fursa muhimu kwa wanawake katika kuwaunganisha ili kuweza kutatua changamoto zao za kibiashara, lakini na changamoto zao nyingine ambazo zinahusiana na masuala ya kijamii, kwa kuwa mwongozo wa sasa umehusisha masuala mbalimbali ambayo yanawagusa wanawake, ambayo yatazungumzwa vile vile kwenye majukwaa haya, ikiwemo swala la uzalendo, swala la maadili, masuala ya ukatili yameongezwa katika mwongozo ili kutia chachu majukwaa haya kuwa na ufanisi zaidi, tukielewa kwamba haya majukwaa kufanikiwa kwake yanaleta tija kwa nchi yetu na kwa maendeleo ya wanawake kwa ujumla. Kwa hivyo, Mheshimiwa Waziri, kwa muhtasari tu nieleze tu kwamba sisi kama wizara tunatambua na kudhamini sana na tunashukuru sana jitihada hii iliyofanywa na benki yetu ya TCB ya kuchapisha nakala
za kutosha kuweza kusambazwa kwenye majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Mwaka jana tulikuwa tumeshatoa zaidi ya bilioni 300 kwa biashara ambazo zinaongozwa na wanawake. Na kwa kweli hata katika bajeti yetu ya mwaka huu SMEs ndio sehemu ambayo kwa kweli inakuwa ni priority sector ambayo tunaangalia kwa karibu, na wanawake wamekuwa kwa kweli na mchango mkubwa sana katika sekta hii. Na niwapongeze sababu wanawake pia ni walipaji wazuri wa mikopo. Kwa tukiangalia benki yetu, ukiangalia kwa ujumla wake mikopo chechefu ni 3.6 kwa ujumla wake, ambao ni nzuri. Tuko ndani ya chini ya kiwango cha juu kilichowekwa na Benki Kuu. Lakini ukiangalia tu hii portfolio ya biashara zinazoongozwa na wanawake, mikopo chechefu ni 1.5. Na ndio maana basi ndugu mgeni rasmi, mwaka huu pia tumekuja na maboresho ya product yetu inaitwa Tabasamu account, ambayo ni account maalum kwa kina mama. Na nia tumeita Tabasamu kwa sababu tunaamini kupitia huduma hii itamuongezea mwanamke tabasamu. Na hii tunaongea sasa katika rika zote. Binti, mama na bibi. Na kwa sababu pia wamekuwa ni walipaji wazuri, sio kwamba tunawapendelea, na ndio maana na ndio maana basi katika hii bidhaa yetu Mheshimiwa Waziri ya Tabasamu account tunaweza kutoa mikopo mpaka milioni 150 na riba itakuwa ni 2% chini ya riba hizi nyingine za kawaida. Kwa hiyo karibuni sana wanawake muweze kutumia fursa hii ambayo tumewaletea. Na kwa kweli tumefanya hayo maboresho Mheshimiwa Waziri, kama mnavyotambua mwaka 2019 Mheshimiwa Rais kipindi hicho akihudumu kama makamu wa rais alituzindulia huduma hii ya Tabasamu. Na sasa ili tuweze kukidhi yale matarajio yake, tumeona tuje na maboresho haya. Kwa hiyo tunafanya hivi ili kuhakikisha kwamba basi matarajio ya Mheshimiwa Rais ya kuhusu namna taasisi yetu hii ya fedha inaweza kuplay more active role ya kumwezesha mwanamke kiuchumi, tumekuja na fursa hii ambayo tunatoa. Kwa hiyo karibuni sana. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.